Hello, habari ya wakati huu wapendwa, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Pendikia Afya. Leo ni siku nzuri sana ambayo tutaenda kujifunza somo zuri sana na somo letu la leo litakuwa linahusu fangasi sugu. Maana yake ni nini na visababishi vyake ni vipi. Kwa hiyo usikae mbali na video hii ili uweze kujifunza kuhusu fangasi sugu. Maana ni changamoto au ni magonjwa ambayo nimekuwa nikiulizwa maswali yake mengi sana, lakini ukizingatia video hii utaweza kujifunza vitu vikubwa sana. Lakini watu wengi wanapata fangasi sugu mara kwa mara, wanatumia dawa na hawaponi. Kuna watu wengine wanapona kidogo, halafu baadaye au baada ya muda changamoto inajirudia tena. Na wengine wametumia dawa kwa muda mrefu lakini pia hawajapata matokeo yaliyo mazuri. Hapo ndipo tunapokutana na kitu kinaitwa fangasi sugu. Fangasi sugu. Kaa mpaka mwisho wa video hii ambapo utaenda kuelewa fangasi sugu ni nini, lakini visababishi vyake vikuu vya fangasi kubwa ni nini. Lakini pia tutaendelea kujifunza dalili zake na namna ya kujikinga na fangasi sugu. Usisahau kulike video hii, kusubscribe, lakini pia kuwasha notification ili usikose elimu ya afya nyingine inayofuata. Lakini kitu kingine ambacho tunaenda kujifunza cha muhimu zaidi siku ya leo ni kuhusu fangasi ni nini. Ni nini maana ya fangasi. Kabla hujaelewa fangasi sugu, unatakiwa kuelewa kwanza fangasi ni nini. Fangasi ni vijidudu vinavyoishi kwenye mazingira mbalimbali na hata kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo ujue kwamba fangasi wanaishi sehemu yoyote, lakini pia baadhi yao hawana madhara, lakini wengine husababisha maambukizi kwenye ngozi, kucha, sehemu za siri, kinywa na hata ndani ya mwili mzima au kwenye damu. Mfano wa fangasi wa kawaida ni kama fangasi wa miguuni, fangasi wa sehemu za siri, fangasi wa kichwani, fangasi wa kwenye kucha. Hao ndo fangasi wa siku zote. Nini maana ya fangasi sugu? Ni fangasi wale ambao unakuta hawatibiki kiurahisi zaidi. Yaani kwa lugha rahisi tunaweza kusema kwamba mtu anatumia dawa lakini fangasi hawaondoki kabisa au wanajirudia mara kwa mara wasipopata dawa ambayo ni sahihi kwa ajili ya kutibu fangasi sugu. Fangasi sugu huwezi ukawatibu kama unavyotibu fangasi wa kawaida au fangasi ambayo haijawa sugu. Hapana. Fangasi sugu inahitajika utumie dawa ambayo ni kali zaidi au ambayo ina nguvu zaidi ili uweze kuwatibu kwa haraka zaidi. Na hiyo dawa nitawafundisha hapo chini. Ni sawa na mtu aliyezidi mazoea au mazingira magumu mpaka hayaumizi tena. Hiyo ndo maana kamili ya fangasi sugu. Lakini kitu kingine ambacho tutaweza kujifunza zaidi ni kwamba kuna visababishi vya fangasi sugu. Namba moja, tunaweza kusema ni kutotumia dawa kwa usahihi. Hii ni sababu kubwa sana kwamba watu wanakuwa wanatumia dawa yoyote ili mradi aweze kupona, ambayo ni dawa sio sahihi, sasa ambayo sio dawa yake sahihi kwa wakati huo. Lakini watu wengi wakiona dalili zimepungua wanaacha dawa kabla ya muda wa matibabu kuisha. Matokeo yake fangasi waliobaki wanaendelea kuishi na kujifunza kuhimili dawa. Kwa hiyo wanakuwa sugu. Fangasi wanakuwa sugu, na ndio maana ni muhimu kumaliza dozi kama utakavyokuwa umeelekezwa kutumia. Hiyo itakusaidia zaidi. Lakini kuna matumizi holela ya dawa. Kununua dawa bila ushauri wa daktari au kutumia dawa kila mara bila vipimo, hii inaweza kufanya fangasi iwe sugu zaidi. Usafi duni wa mwili na mazingira yako ya mwili wako. Unyevunyevu mwingi kwenye ngozi, kuvaa nguo ambazo unakuta zina unyevunyevu hazijakauka vizuri, pia hiyo ni mbaya. Lakini fangasi hupenda maeneo yenye joto sana, unyevunyevu sana na uchafu sana. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na tahadhari na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna kinga ya mwili kuwa dhaifu, kwa mfano kama kisukari, lishe duni, lakini pia matumizi ya dawa za mara kwa mara kwa muda mrefu zinaweza kusababishia ukapata fangasi. Kuna kushirikiana kwa vifaa binafsi. Hii pia mnatakiwa kuwa makini, kama taulo, viatu, mashine za kunyolea nguo.
hizo pia zinaweza kusababisha mkapata fangasi sugu, kwa sababu hao ni bakteria ambao wanatembea. Lakini pia mwenza ambaye hajapatiwa matibabu pia ukikutana naye mara kwa mara, hata kama wewe unajitibu, unaweza ukapata hao bakteria na wasiishi kwa muda huo. Hivyo fangasi wanaendelea kurudi tena. Tutaangalia jinsi ya kujikinga hapo baadaye. Nihitimishe kwamba fangasi sugu ni hali ambapo wewe utajikuta hauko makini na vitu vyako, au hauko makini na mazingira ambayo wewe unayaishi kwa mara zote au kwa siku zote. Lakini pia kutokana na kutokuwa na ushauri mzuri wa daktari, unaweza kupata fangasi sugu. Ili uweze kujitibu na fangasi sugu, tunayo dawa nzuri ambayo inaitwa Penicare. Penicare inakusaidia kutibu fangasi za aina zote, ambayo ni fangasi sugu, fangasi wa aina ya kawaida. Hiyo ni nzuri, inatibu bakteria wote na wanaisha. Na unapokuwa umetibu fangasi sugu na ukazingatia ushauri ambao utakuwa tumekupatia, hautapata tena fangasi. Kama umejifunza kitu kupitia video hii, tafadhali like video hii, share kwa wengine, lakini pia subscribe kwenye channel na uandike comment ni mada gani ambayo nataka tuendeleane nayo, ili uweze kuendelea kujifunza zaidi na zaidi kuhusu afya ya mfumo wa uzazi na afya ya mwili wako moja kwa moja. Karibu sana.